Unajua unachokifanya na ndio maana nakuchukia. Haya, niambie ulichonisimamishia hapa. Una shida gani na mimi? Hawanga shitamu. Unajua muuaji wa kale katoto amepatikana. Muuaji? Ni nani huyo? Ye hagashi naho we na haraka no. Yule Gamba yule nilikutana naye akasema muuaji Lasho. Lasho huyo nimemjua mimi? Huyo. Mbona likaka linanifuatilia mimi linanitaka lile? Yule mayo gocha. Tena tutakuzika. Yule anaua. Juzi tu hapa nakwambia Gamba amesema amemkuta anakavuta tena katoto huko kwenye machokoa huko kwenye kapolipoli kale. Anamvutia mwingine huko anataka kumuua. Wewe kakwambia nani muuaji? Ameniambia kale kavulana kale kasomi kale kafunyuku kale ka Gamba. Wewe tena. Gamba huyu ni kimbea kijiji kizima tunajua kama kile kimbea. Kwa nini umekaa umesikiliza umbea wake? Ana uhakika kama Lasho ndo muuaji? Wewe nao ule mvulana tu kimwangalia lile sura lake lile na anavokaaga yule atakuwa kweli muuaji. Alafu kale akaweza kusema uongo. Amesema kabisa alimkuta akiwa anamvutia na mtoto mwingine huko. Kamshuhudia hivi kwa macho yake mawili. Mtondogoo na kuambia ilikuwa sio juzi sana. Ilikuwa jana. Ona sasa na wewe. Sikiliza. Wewe kama uniamini, tugogozeekane nyama jako tutakufukia. Shoga yangu, mimi nataka nipite nyumba hadi nyumba nikiwaambia wanakijiji wakae tayari. Na wewe makini na yule muuaji. Mimi naenda. Lasho ndo muuaji. Nitakaa naye mbali. Na huyu naye na umbea wake. Usaidiane. Lasho. Matingo. Vipi? Vipi ndugu yangu? Aisee, namshukuru Mwenyezi Mungu ndugu yangu. Safi kabisa. Mzima kabisa. Lasho. Wewe Lasho unawezaje kukaa hapa sasa hivi unagonga mawe rafiki yangu? Ndio dai yako mwanangu tunaongeza hela hizo tunazojua. Mgotoni kumegoma, tunahamia upande wa pili, wazo metikasi. Sikiza Lasho. Sikiza Lasho. Umeona huu mguu uliotoka hapa? Huu mguu uliofika hapa ndugu yangu nimetoka Mgotoni. Au sio? Nimetoka Mgotoni. Nilienda kule kukutafuta. Nimeangaa kule nimekukosa. Nikaona Lasho labda nikamcheki nyumbani. Lakini nilipokuja hata nyumbani pia nikakukosa. Moja kwa moja mawazo akaniambia Lasho atakuwa anagonga mawe. Nipe habari ndugu yangu. Wewe unawezaje kukaa hapa sasa hivi mchana hivi unajua habari zizo tapakaa kwenye hiki kijiji? Anaambia nani akati mgongo wa faida. Lasho. Sikiza nikuelekeze, nimekutana na Gamba. Nimekutana na Gamba. Habari alizoniambia Gamba. Yaani kiukweli kabisa kila nikikaa nikifikiria. Kila nikikaa nikijitahidi kuwaza. Hivi vitu haviingii kabisa akilini mwangu. Sawa? Nimekutana na Gamba na anachoniambia Gamba moja kwa moja kwamba wewe ndo unahusika na kifo cha mtoto wa Magambo, Baraka. Baraka mtoto Magambo ni mhusika mimi mauaji yake. Wewe ni wa pili kukataa. Nimeanza kumkatalia mimi. Hawezaje? Mimi sio muuaji na nijua mwanangu. Hata mimi alizoniletea hizo story Gamba. Yaani kabisa nikawaza nikachekecha nikajua kabisa huyu Gamba kule hata akili yake yenyewe ni Gamba tupu kwa kweli. Lasho, inawezekanaje? Inawezekana vipi? Unajua Gamba anakuharibia jina lako Lasho. Sasa Lasho kuwa makini. Gamba mimi kaniambia ana ushahidi wote kwamba alikukuta wewe, sijui na katoto gani sijui. Kuna katoto alikukuta nacho wewe. Ule mtoto nani yule? Chichi yule mtoto. Chichi mtoto yule mtaalamu Kasongo. Alikukuta naye wewe na mazingira aliyokukuta naye huyo mtoto. Yaani mazingira ambayo yalikuwa yanahatarisha uhai wake. Sio mazingira rafiki kabisa. Chichi alinikuta siku ile saa 10 jioni. Nimekutana naye katika kamsitu cha bondeni pale. Akaniamkia, shikamoo mjomba Lasho, nikaitikia. Nikamwambia unaenda wapi Chichi? Akaniambia nimetumwa dawa na baba. Nitaa bondeni huko. Nikamwambia wahi kurudi kabla hajafika jioni. Msitu ni hatari. Hata Baraka alikuta ameuawa humu. Leo ndio nimeonekana mimi nimefanya hivyo tena. Sasa Lasho, usipokuwa makini, Gamba anakuharibia jina lako. Mimi nilikuwa naenda zangu kuwinda kama kawaida yangu unavyonijua mwanao Matingo, sitaki matatizo. Nilikuwa naenda kuwinda lakini nikaona mambo yangu kwanza niaweke pembeni. Kwanza nidili na hili nikutafute wewe ili nijue ukweli. Nawezaje Ugamba huyu anatafuta nini mtoto? Sitakubali, nitamtafuta kokote alipo.
nitamkamata atoe ushahidi kwa watu wote katika kijiji kama mimi nimehusika na msiba wa Baraka. Ndio. Amenichosha tayari. Hapa nilikuwa nimetoka kwenye mgoto nikakuta hamna hela, nikaja hapa kuungaunga jamani, naambia nivunje muje dai waka hapa. Sitakubali, nitamtafuta kokote alipo. Asithibitishe mimi nimefanya hicho kitu kweli. Rashwe. Mimi bwana nilikuwa nenda kutafuta. Acha Mungu Rashwe. Sasa ndio wapi ndugu yangu? Mimi naondoka kidogo naenda kutafuta kitoweo kwanza polini kwanza hapo. Si unajua kama kawaida yangu ndugu yako. Ila huyu Gamba huyu. Rashwe tutakutana hata baadaye. Au sio? Sawa mwanangu. Poa bwana. Ni kuku anataga anakula mayai. Nimtoa mayai hapa mimi kwanza nihamishe, hata bora niambulie mwenye kuyala. Zubeda. Shoga. Naona mama mfugaji. Mwenzangu kuna kuku anataga afu mayai anakula yeye mwenyewe, ndio nikaona niangalie hapa. Bora hata na mwenyewe nikale niambulie sasa. Kama yule kuku mweupe yule. Yaani mkubwa hadi la. Umeona? Shoga yangu. Na jambo hilo. Yaani zito na jepesi. Hata sijui nianzie wapi kukwambia. Kuna kwema kweli jamani, kwema kabisa. Kwema lakini sio kwema. Yaani kwema sio kwema kiasi. Nilikutana na Tunu katika pita zangu, tena namtafuta lile bwana langu lile linaonisumbua hapa kijijini, ndo nikakutana na Tunu dada. Tunu kanipa taarifa kwamba Lashu ndo muuaji wa mtoto wako. Mimi? Yeye huyo Tunu kakupa taarifa Lashu ndo muuaji? Yeye hizo taarifa kazipata wapi? Au ana uhakika gani? Mbona kijiji jamani akiishi kuzua? Mbona jambo kubwa hili? Wewe acha. Mbaya zaidi sasa. Hizo taarifa yeye kapewa na nani huyu? Gamba tena. Yaani mimi mwenyewe kwanza alivyoniambia hata alijaniingia akilini kabisa, kwa sababu yule kijana kijiji kizima tunamjua kwamba yule kijana ni mbea. Kuna wazee wangapi hapa kijijini, lakini yeye kalisimamia kooni lile jambo la mtoto wako, yaani mpaka nashindwa kuelewa. Mimi nakwambia Gamba atakufa vibaya yule mtoto. Yaani asikii Gamba jamani, asikii. Atakufa vibaya Gamba. Haya, kuzusha mambo makubwa kama hivyo. Aseme Lashu ndo muuaji alomuua mtoto wangu mimi. Yeye kama nani kwanza? Na nilishamkataza ya mambo asiyafuatilie. Kulikoni mpaka kuyafuatilia? Kwanza hapo shoga yangu ulivyoongea masuala ya Gamba umenikumbusha. Juzi natoka zangu nyumbani nampelekea mume wangu maji shamba. Nakutana naye nakwambia yuko hai. Yuko na yeye na huyo bwana Matingo. Nakwambia wamenipita pale kama upepo, hata salamu yenyewe tu wamenipa juu. Kwa hiyo kumbe kuna makubwa kiasi hiki kwenye kijiji. Kuna mambo mengine yanayoendelea mimi sijui. Yaani hapa kivevete shoga yangu, lazima nimtafute Matingo. Sema hapa leo kwa sababu sasa hivi hapa nimekuja tu kwa kukusalimia. Ila nataka niende huko shambani nikamsaidia yule bwana. Leo tunavuna vile ndio maana vishakoma. Si unajua kesho gulio ni shoga. Kesho gulio. Tusije tukafana njaa bure. Kwa hiyo ndio ninachofanya hapa. Naenda kumsaidia yule bwana, lakini kesho nitafanya juu chini nimtafute mimi Matingo mpaka nimpate anieleze vizuri imekuwaje kukimbizana kule yeye na Gamba. Alafu Gamba apunguze mdomo jamani. Tena hapo shoga yangu, unapenda kukutana na wewe Matingo, basi muingizie na la kwangu. Mimi unajua yule kijana anavyoniumiza nafsi yangu mie. Nahangaika usiku na mchana. Lakini anielewi, anipi majibu yote yanayoeleweka shoga yangu. Ili jambo ninalolifuatilia mimi kubwa kuliko hata hilo jambo la huyo wewe na huyo bwana wako. Wewe mnipishie gemie. Lakini shoga yangu hata wewe nilitegemea hii itanisaidia. Sitaki. Ushoga gani huu sasa kutokusaidiana? Makubwa. Jani zangu ndani. Shoga nilokuwa namtegemea nisaidie jambo langu leo ananisaliti kweli. Hata sijategemea.
Najua alishaanza na kutoka hivi mume wangu. Utawahi kweli? Tutaenda hivi. Sasa mke wangu, mimi niwekee vizuri. Basi sawa mke wangu, mimi ngoja nikuache nielekee zangu mnadani huko, nipeleke hizi kwanza bidhaa huko, tukatafuta hata 200 300 mke wangu. Sawa Mungu, haina shida. Sawa mke wangu, ila kuwa makini mama, sio na mawazo ya kumfikiria mtoto wetu Baraka. Mungu alishampenda ndio ishakuwa hivyo. Sawa mama? Sawa mume wangu, mimi mawazo sasa kwa sasa hivi nimeshasahau, namshukuru Mungu. Basi sawa mke wangu. Ngoja kusindikiza. Naye mawazo mke wangu achana nayo, tulia. Nimeshakwambia mtoto wetu Baraka alishafariki, Mwenyezi Mungu kampenda kuliko sisi. Haina haja mke wangu. Sawa. Haya, nimekuelewa mume wangu. Basi mimi acha nirudi nyumbani nifanye kazi zingine. Basi sawa mke wangu, baki salama. Haya, baadaye. Haya. Sila. Kila mara natakiwa kupiga dawa hivi kwa nyumbani. Maana hali ngumu. Kwanza nimekumbuka ile juzi wakati naenda shamba kupeleka maji, nilikutana na Matingo na mwenzie Gamba wakiwa wanakimbizana. Sasa hapa lazima nikawatafute niwaulize shida ni nini kilichowafanya mpaka wanakimbizana vile. Lakini hapa kabla ya yote kumtafuta ni Matingo, lakini yule Gamba yule ana mambo mengi, yule Mswahili sana. Ndio ukashangaa unamtafuta na kuongea habari za uongo. Hapa hakumtafuta Matingo. Matingo nikimtafuta nikimpata ataniambia kilichowafanya wakimbizane haswa ni nini. Lazima nitafute Matingo. Yaani haiwezekani wakimbizane vile kijijini. Kuna shida gani? Yaani lazima aniambie ni nini kilichowafanya wakimbizane. Hapa nikipita huko naweza nikakutana na yule baba, labda hajafika mbali. Anza kufanya ngoja nipite njia ya bondeni huko. Niende huko nifuate huko. Kaniambie shida ni nini kilichowafanya mpaka wanakimbizana, kututia taharuki kutoa kijijini. Kweli milima haikutani, lakini binadamu tunakutana. Yaani hapa nilipo Matingo, nilikuwa ninakutafuta wewe. Nimetoka zangu nyumbani, nia yangu yote nije kwako nikutafute wewe popote ulipo. Vipi tena shemeji? Hivi Matingo, mnajua nyinyi mnapenda sana kuwapa taharuki watu kijijini. Taharuki? Yaani ile juzi wakati tunakutana, si unakumbuka? Ulikuwa wewe na mwenzio Gamba. Nakwambia mko hai mnakimbizana mpaka mkanitia pressure. Kumbe juzi hivi nilipokuwa na Gamba. Shemeji wala. Gamba bwana. Gamba unajua yule Gamba ana matatizo. Yaani Gamba mimi na wasiwasi hata akili yake inaweza ikawa pia ni Gamba tupu. Kwa sababu unajua nini shemeji? Gamba aliniambia anataka kulivalia njuga ili swali linaloendelea hapa kijijini kwetu juu ya kifo cha mwanao Baraka. Gamba. Umeona? Lakini sasa kilichotokea, Gamba majibu aliyokuja kuniletea, unajua mpaka mimi mwenyewe sasa ndo nimechoka. Yaani Gamba nahisi ana matatizo kabisa. Kwanza kwa nini lakini? Yeye anataka tu kuwapa watu taharuki. Kwa hiyo sasa kalifuatilia hilo swala, kashamjua huyo muuaji ni nani? Ana matatizo sana. Mimi mwenyewe alipojivalisha njuga ya kusema hili swala atalifuatilia, nikasema afadhali Gamba huyu hapa mtu makini. Lakini majibu aliyokuja kuniletea, yani vitu alivyokuja kuniambia, eti anasema kafuatilia,
Alafu sasa huyo muuaji aliyekuja kunitajia mimi ndo nimechoka mwili wake. Bwana acha kuzunguka bwana. Hem, niambie kamjua nani huyo muuaji, nani usizunguke zunguke. Acha tu Baraka. Gamba akili ana shemeji. Yaani Gamba kafanya uchunguzi wake wewe, kachunguza kapekua. Majibu aliyokuja kuniletea eti ananiambia eti Lashu ndio muuaji tu hapa kijijini. Lashu awe muuaji wa hapa kijijini kwetu Lashu. Mimi ninavyomjua Lashu atakuwa kuku hawezi. Jamani. Kwa hiyo kwambia Lashu ndio muuaji. Lashu muda mwingi niko naye mimi. Tukitoka mgotoni, tukienda polini tuko wote. Tukienda kuvunja mawe tuko wote. Tukienda kukata magogo huko tuko wote. Gamba kweli mbea. Yaani naanza kuamini taratibu. Gamba kweli mbea. Kwa hiyo hapo wakwambia kabisa Lashu, yeye ana uhakika gani kama Lashu ndio muuaji? Unajua Baraka hivyo vitu hata mimi mwenyewe mpaka sasa hivi nashindwa kuamini. Ila huyu Gamba jamani. Kwani anatafuta nini kwenye kijiji? Atakuja apigwe kwa ajili ya umbea yule mtoto atakuja kupigwa vibaya yule. Yaani hicho kipigo unachomwombea atapigwa vibaya. Yaani mimi mwenyewe nimemtamani, nimemmezea mate. Aliponiambia habari za Lashu sijui. Nikaona kabisa huyo kumbe. Sasa sikia nikwambie Matingo. Hiyo kazi kwangu mimi ndogo. Niache. Mimi nitaenda nitamtafuta kwenye kijiji chote Gamba mpaka nimpate. Nikishampata nimuulize anipe kabisa ana uthibitisho gani kwamba Lashu ndo amefanya hilo tukio. Kwa sababu asije akatuletea taharuki kwenye hiki kijiji. Mwisho wa siku watu wakashindwa kuelewana kwa ajili ya umbea wake. Kabisa. Unajua Gamba jamani ni mbea. Gamba, hata mimi nina wasiwasi na akili yake. Na nitamtafuta nikimkosa, itabidi niende kwa ile shoga yangu Zubeda. Lakini na uhakika nitampata tu. Yaani Gamba, hamna shida shemeji. Mimi mwenyewe leo niliingia zangu polini hivyo, lakini sasa kabla sijaingia ile naingia tu polini. Sijui leo hivyo vitoweo vilikuwa vina taarifa zangu Matingo. Wamepita hivi. Wameniachia miwa. Nikaona sio swala, nimerudi na miwa hii. Nenda zangu nyumbani kujipumzisha. Sio mbaya, mua nao na kuongezea safari ndio kama hivyo. Kila mdogo unafika nyumbani. Sawa bwana Mabaraka, mimi ngoja niende nyumbani kwanza. Haya. Bwana Gamba. Habari ya asubuhi. Salama bwana Taji. Umekucha? Kumekucha. Sasa Taji, umguri kwa unakuja kwako. Nakuja kwako kwa ajili ya kuja kukueleza ile mission ambayo nilikuahidi imetimia. Ile swala la mwanao Baraka nishachinja, shamaliza. Ujumbe wote ninao hapa. Nilikuwa nakuja tu kukumwagia yani. Ni ujumbe gani huo bwana Gamba? Maana mimi mwenyewe nawahi kwenda Golioni huku na haraka sana yangu kwenda kupeleka visoro vyangu nikachukua 200 300. Sasa ujumbe wenyewe unajua kikosa kifo cha mwanao Baraka. Mimi nitakuja kuomba ujumbe gani zaidi ya huo? Angalia hiyo ndio mission ambayo ipo kwenye topic yangu mimi, mada yangu. Ni kwamba Baraka kifo chake inakuwaje anakufa, mimi nipo. Nilikuwa wapi? Sasa hapa nimemaliza kila kitu. Hivi kifo cha mwanao Baraka kimesababishwa na bwana Lashu. Bwana Gamba, unasema kifo cha mwanangu Baraka kimesababishwa? Ndio nakwambia Lashu ndo anahusika. Nasema Lashu kwa sababu nimemkuta polini na mtoto yule wa Baraka, mtoto cha kike, sema kile ni cha kike. Anataka kumfanyia kitendo cha ukatili. Nikasema huyu baba, mbona na roho mbaya hivi? Lakini nikamwongoja nieleweke. Nije kukwambia. Sikutaka kumuumiza pale kwa sababu nikasema ili jambo itapendeza kama Magambo mwenyewe atakuja kama unataka kwenda kwenye mikono ya sheria sawa. Kama unataka kumalizana naye juu ni wewe sasa. Lengo langu uone kwamba mikono yangu, msaada wangu uko wapi. Hivi bwana Gamba, huyu Lashu kila siku ya Mungu nakutana naye anasema ananipa pole. Bwana Magambo pole. Kumbe pole yenyewe ya kinafiki. Kumbe ndo kahusika na kifo cha mwanangu Baraka. Bwana Gamba, nashukuru kwa kuniambia hivyo na nimelipokea hilo. Lashu ama zake ama zangu.
Ngoja niende zangu Gulioni. Malisa, nikikutana naye Malisa kinda ponda. Sio kubaki duniani tena yule. Hakuna sibaki. Akija duniani. Yaani Rashu ama zangu ama zake. Tutaonana wabaya. Ngoja nielekee zangu mnadani. Sawa bwana Tajiri, sawa. Tajiri, mimi nakwambia huyo mtu sio kumwacha. Ukitana naye Malisa, ila tunajuaje? Kama huyo Baraka angekuwa mimi ndo ningekuwa chawa wake. Nikamwambia mimi na babako kenda kipindi hicho wewe ushakufa. Mimi ndo ningemsaidia kumiliki mali. Unajua? Lakini anakuja kumwangamiza. Unafikiri inakuwa inaniuma? Rashu. Vipi shoga yangu tukae? Kwema? Kwema vipi? Salama. Yaani hapa unavyoniona mguu wangu, naenda huko kwa Zubeda. Vipi yupo kweli? Ni mwenyewe nimetoka huko kwa Zubeda, hata sijamkuta, sijui kaenda wapi. Zubeda tena. Yaani Zubeda kwa kuzurura, sijui atakuwa kaenda wapi. Ana hapa hakuna namna. Huyu vipi huyu? Amba tena atakuwa kashakiamsha huko Gamba ninavyomjua kwenye kikijiji. Sasa sikia, nilikuwa nina shida naye huyu Gamba. Hapa nilipo namfuata. Subiri baadaye tutaonana. Basi wewe ufuatilie, mimi naenda kwenye mambo yangu huko.